Masomo ya misa takatifu Disemba 8. Sherehe ya Bikira Maria mtakatifu mkigiwa dhambi ya asili. Somo la kwanza. Mwanzo sura ya 3 mstari wa 9 hadi 15 kisha mstari wa 20. Somo katika kitabu cha Mwanzo. Adamu alipokwisha kula matunda ya mti, Bwana Mungu alimwita akamwambia, "Uko wapi?" Naye akaitika, "Nilisikia kishindo chako katika bustani, nikaogopa kwa kuwa mimi ni uchi, nikajificha." Akamwambia, "Ni nani aliyekuambia ya kuwa uchi? Basi umekula tunda la ule mti niliokukataza usile?" Akajibu, "Mwanamke uliyemweka kuwa mwenzi wangu ndiye aliyenipa tunda la mti ule nikala." Bwana Mungu akamwambia mwanamke, "Umefanya nini?" Naye mwanamke akajibu, "Nyoka ndiye aliyenidanganya nikala." Bwana Mungu akamwambia nyoka, "Kwa kuwa umefanya hayo, ulaaniwe katika wanyama wote wa kufugwa na wanyama wote wa mwituni. Kwa tumbo lako utatambaa, utakula uvumbi siku zote za maisha yako. Nitaweka uadui kati yako wewe na mwanamke, kati ya uzao wako na uzao wako. Huyo atakuponda kichwa, nawe utamuuma kisigino cha mguu." Mtu akamwita mkewe jina lake Eva, kwa sababu yeye alikuwa mama wa wazima wote. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Zaburi ya kuitikizana. Zaburi sura ya 98 mstari wa 1, 2 hadi 3a na b, kisha 3b na c mpaka 4. Kitikio: Mwibieni Bwana wimbo mpya, kwa maana amefanya mambo ya ajabu. Mwibieni Bwana wimbo mpya, kwa maana amefanya mambo ya ajabu. Mwimbieni Bwana wimbo mpya, kwa maana amefanya mambo ya ajabu. Mwimbieni Bwana wimbo mpya, kwa maana amefanya mambo ya ajabu. Mwimbieni Bwana wimbo mpya, kwa maana amefanya mambo ya ajabu. Mkono wake wa kulia na mkono wake mtakatifu umemletea ushindi. Mwimbieni Bwana wimbo mpya, kwa maana amefanya mambo ya ajabu. Bwana ameujulisha ushindi wake mbele ya macho ya mataifa, ameifunua haki yake. Amekumbuka wema na uaminifu wake kwa nyumba ya Israeli. Mwimbieni Bwana wimbo mpya, kwa maana amefanya mambo ya ajabu. Miisho yote ya dunia imeuona wokovu wa Mungu wetu. Shangilieni Bwana nchi yote, pigeni kelele za furaha. Imbeni zaburi, imbeni zaburi. Mwimbieni Bwana wimbo mpya, kwa maana amefanya mambo ya ajabu.
Somo la pili, Waefeso sura ya 1 mstari wa 3 hadi 6, kisha mstari wa 11 hadi mstari wa 12. Somo katika barua ya Mtakatifu Paulo kwa Waefeso. Atukuzwe Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye ametubariki katika Kristo kwa baraka zote za mbinguni zitokazo kwa Roho Mtakatifu. Katika yeye ametuchagua kabla ya kuwekwa kwa msingi ya ulimwengu, kusudi tuwe watakatifu na bila doa mbele yake katika upendo. Toka mwanzo aliazimia kutufanya watoto wake kwa ajili ya Yesu Kristo, kama alivyotaka kwa mapenzi yake, kusudi tuisifu na kuitukuza neema yake aliyotujalia katika huyo mpendwa. Kwake yeye sisi tumekuwa warithi wake kwa haki. Tumechaguliwa tangu mwanzo, kama alivyokusudia yeye afanyaye yote kama yanavyompendeza na anavyotaka. Ndivyo tumechaguliwa toka mwanzo tuweke matumaini yetu katika Kristo, na hivyo kuwapo kwa sifa na utukufu wake. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Salamu Maria, uliyejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Luka. Utukufu kwako Bwana. Luka sura ya 1 mstari wa 26 hadi 38. Wakati ule malaika Gabrieli alitumwa na Mungu aende katika mji wa Galilaya uitwao Nazareti, kwa mwanamwali bikira mchumba wa mtu jina lake Yosefu, wa nyumba ya Daudi, na jina la huyo bikira lilikuwa Maria. Na malaika akaingia kwake akasema, salamu, uliyejaa neema, Bwana yu nawe. Naye akashtuka kwa sababu ya maneno hayo, na akawaza maana ya maamkio hayo. Malaika akamwambia, usiogope Maria, kwa maana umebarikiwa na Mungu. Tazama, utachukua mimba na kumzaa mwana, na utampa jina Yesu. Huyo atakuwa mkubwa na kuitwa mwana wa Aliye Juu, na Bwana Mungu atampa kiti cha enzi cha Daudi baba yake. Ataitawala nyumba ya Yakobo hata milele, na utawala wake hautakuwa na mwisho. Maria akamwambia malaika, litakuwaje neno hili, maana sijui mume? Malaika akamjibu akisema, Roho Mtakatifu atakushukia, na nguvu ya yule Aliye Juu itakufunika kwa kivuli chake. Kwa hiyo kitakatifu kitakachozaliwa kitaitwa mwana wa Mungu. Hata jamaa yako Elizabeti amepata mimba ya mtoto mwanaume katika uzee wake, na huu ni mwezi wake wa 6 kwa yeye aliyeitwa tasa, kwa maana hakuna neno lisilowezekanwa Mungu. Maria akasema, tazama, mimi ni mtumishi wa Bwana, nitendewe ulivyonena. Kisha malaika akamwacha akaenda zake. Injili ya Bwana. Sifa kwako Kristo.